Maelfu ya wakazi wa wilaya ya Sikonge mkoani Tabora wamefikiwa na nishati ya umeme wa uhakika wa gridi ya taifa baada ya kukamilika kwa zoezi la uwashwaji wa laini ya kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora mjini hadi Ipole wilayani humo, hatua inayotajwa kuchochea shughuli za kiuchumi kupitia nishati ya umeme, ikiwa ni juhudi za serikali katika kutatua changamoto ya upatikanaji wa umeme kwa wananchi. Majaribio hayo ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa laini ya umeme inayoongeza wigo wa upatikanaji wa huduma kutoka Tabora, Ipole hadi Katavi, unaotekelezwa kwa kampuni tanzu ya shirika la umeme Tanzania TANESCO ETDCO, ambapo kwa mara ya kwanza wilaya ya Sikonge imeanza kupata umeme wa moja kwa moja kutoka kwenye gridi ya taifa, huku kaimu meneja wa ETDCO CPA Sadoki Mugendi akibainisha mkakati wa kukamilika kwa laini hiyo ni hatua muhimu katika kuongeza ufanisi wa upatikanaji wa umeme kwenye maeneo ya wilaya hiyo na kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na matumizi ya nishati safi hususan maeneo ya vijijini. Kufanikisha kwa zoezi la uwashwaji mradi huo wa msongo wa kilovoti 132 umekuwa faraja kubwa kwa wananchi wa wilaya ya Sikonge, kama anavyoeleza mhandisi wa mradi kutoka Tabora hadi Sikonge Ebeneza Mkakala, namna hatua hiyo inavyowawezesha wananchi kufungua viwanda vidogo vidogo kwa ajili ya kukuza uchumi wao. Mimi ni Irene Nziko na hii ni ABT Media. Tuko kituo cha kupoza umeme cha Tabora mjini, ambapo tumekamilisha sasa line yenye msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora hapa kuelekea Ipole. Ipole ni sehemu ambayo iko wilaya ya Sikonge. Lakini hii ni phase 1 kwa sababu line hii inatoka hapa mpaka mkoa wa Katavi. Lakini inakwenda kwa phase. Sasa phase ya kwanza ina urefu wa kilomita 102. Tumemaliza kutest parameter zote, line iko tayari kupokea umeme. Kwa hiyo leo hii tunategemea kwamba wakazi wa Ipole na Sikonge kwa ujumla leo hii watapata umeme kwa msongo wa kilovoti 132. Kwa hiyo phase inayofuata sasa ni yenye urefu wa kilomita 133 kutoka Ipole mpaka Inyonga. Kwa hiyo tunategemea kwamba, ni mategemeo yetu kwamba zoezi hili sasa kwa upande huu phase 1 limekamilika, sasa tunaendelea phase 2 na lenyewe liko asilimia nzuri kwa sababu liko asilimia 96. Kwa hiyo tunategemea kwamba timu ya inspection iko tayari na inaendelea na zoezi la kuhakiki ile miundombinu, na tunategemea kwamba mwezi ujao katikati tutakuwa tumefikisha umeme substation ya Inyonga. Kwa hiyo tunazidi kuwakumbusha wananchi tuendelee kutunza hii miundombinu kwa sababu serikali inaingia gharama kubwa kuitengeneza. Lakini sasa tunakutana na changamoto kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao wanachoma moto kwenye line, lakini wengine wanaharibu tu kwa makusudi, wanatoa nyaya. Kwa hiyo unakuta saa zingine nguzo hizi zinaharibika na zingine zinapinda, zinaanguka chini. Sasa tusipoitunza hii miundombinu ni kwamba serikali itaingia gharama tena mara mbili kwa ajili ya matengenezo ya hizi line. Mradi huu kwa sasa kiujumla kutoka Tabora hadi Katavi umefikia asilimia 96, na gharama ya huu mradi ni jumla ya pesa za Kitanzania bilioni 161, na fedha zote zimefadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa phase hii ambayo tunaifanyia kazi leo ni phase ya kutoka phase namba 1 kutoka Tabora hadi Sikonge. Hii phase imekamilika kwa asilimia 99, na kazi kubwa ambayo mnaona hapa tunahangaikia leo ni kufanya testi, kwa maana kujiridhisha, kufanya majaribio na kujiridhisha kama line iko tayari kupokea umeme. Tumefanya majaribio hayo na yamefanikiwa kwa asilimia 100. Kwa hiyo line yetu kwa sasa kutoka Tabora mpaka Sikonge, kwa maana wilaya ya Sikonge Ipole, imekamilika kwa asilimia 100 na iko tayari kupokea umeme. Na umeme huu ambapo tutachaji leo, utachajiwa moja kwa moja kutoka Shinyanga Ibadekuli mpaka moja kwa moja Ipole.
Kwa hiyo kazi hiyo tunaifanya leo. Kwa hiyo wananchi wa Ipole kwa maana wilaya Sikonge kwa ujumla wanaenda kupokea umeme ambao umeunganishwa, umeme mkubwa wa grid ya taifa ambao umeunganishwa moja kwa moja kutoka Shinyanga mpaka Sikonge kwa maana ya Ipole, ambao ni umeme wa uhakika. Mradi huu unatekelezwa na kampuni ya Tidiko ambayo ni kampuni tanzu kutoka katika shirika la TANESCO, na mradi huu umetekelezwa na wahandisi wa ndani wazawa wa nchi. Tangu kuanza kwa mradi huu kumekuwa na shughuli mbalimbali. Maana yake tulianza na shughuli za ufyekaji, tukafuata shughuli za kusimika nguzo na kuchimba mashimo ya nguzo. Hivyo basi kupitia shughuli hizi zote iliwezesha wananchi wanaozunguka sehemu jirani ya mradi huo katika wilaya ya Sikonge pamoja na Tabora mjini kupata ajira za muda mfupi, ajira za kufyeka miti, ajira za kuchimba mashimo, ambapo mwanzo wilaya ya Sikonge ilikuwa inachukua umeme kilovolti 33 kutoka Tabora mjini kwenda katika wilaya ya Sikonge. Lakini laini hii mkondo wa kilomita 33 ni mdogo, hivyo uliwafanya wananchi washindwe kupata umeme wa uhakika.